Kuna baadhi ya watu watafanikiwa kwenye maisha sio kwa sababu wanajituma sana ama ni watu wanaofanya kazi kubwa kwa bidii, ni kwa sababu tu kuna watu ambao walitangulia mbele, wakakusafishia njia, wakatengeneza msingi wa wewe kuja kupita. Hii mara nyingi kwenye ngazi ya kifamilia wanakuwa ni firstborn. Kuna baadhi ya firstborn ambao wao wenyewe kuna baadhi ya vitu walishindwa kuvifanya, sio kwa sababu siwezi kuvifanya, naacha kuvifanya ili niweze kuwa kama mfano wa wadogo zangu wanaokuja nyuma. So hii inaweza ikawa ni sababu ya wewe mpaka sasa hivi uko hapo, kwa sababu kuna mtu ambaye alisimama mbele. Anaweza kawa ni bosi wako, anaweza kawa ni mentor wako, anaweza kawa ni senior kazini wa kwanza ambaye alikupokea akajiweka kama mfano na kujilimit kwa ajili ya kwako uone mfano ili uweze kupita vizuri. So kama unamjua mtu huyo, mtaji hapo chini na umwambie ni kwa jinsi gani unajivunia uwepo wake. Mara nyingi ni ngumu sana wao kuweza kupata appreciation kama hizi. Mimi mtu aliyekuwa kama guardian angel kwenye maisha yangu alikuwa ni bosi wangu wa kwanza nilipotoka chuo kikuu. Huko nyuma kote nilikopita sikuwa na mtu ambaye anaweza look up to, lakini bosi wangu wa kwanza nilipotoka chuo kikuu anaitwa Mr. Dismas. Ni very senior advocate, lakini ni mwalimu mzuri aliyeweza kutengeneza barabara yangu mimi mpaka leo kuwa na confidence hivi, kuweza kuongea hivi, kusimama, kuwa na confidence. Thank you so much Mr. Dismas. Na kama wewe una mtu wako ambaye unajua kwamba huyu ameniwekea njia, amenipalilia hapa mimi kupita, mtagi hapo chini, lakini pia mpe appreciation, kwa sababu mara nyingi they don't see this.